Mkuu wa wilaya ya Magharibi B Hamida Musa Hamisi amepiga marufuku shughuli za uchinjaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo katika eneo la Mwanakwerekwe pembezoni mwa bwawa kutokana na kuwepo uharibifu mkubwa wa mazingira na kushindwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa katika uchinjaji wa wanyama hao. Akizungumza mara baada ya kufika katika eneo hilo, amesema shughuli zote zinafanywa katika maeneo hayo hazikufuata utaratibu uliowekwa na serikali. Leo hapa kibali kwamba hapa mnaruhusiwa kuchinja nani? Yaani mimi nataja au mjijue, msije mkasema mmeonewa hapa. Nasemaje, swala la kuchinja, mkurugenzi mifugo na timu yake wanakuja hapa na madaktari na kila kitu. Swala la uchafuzi wa mazingira ya hapa, mtu wa mazingira yupo hapa. Swala la kwa nini mnafanya vitendo vya kukiuka ulipaji wa tozo zinazoruhusiwa kupitia manispaa, mkurugenzi yupo. Kila mmoja leo atachukua wajibu wake kwenye hili. Jambo la kwanza, uchinjaji hapa marufuku. Jambo la pili, zizi hili hapa linaondoka muda huu. Jambo la tatu, hapa hapapikwi supu wala hapapikwi chai kuanzia leo. Jambo la nne, nyie mliokuwa mnahusikana hapa leo mtatusaidia kusafisha ili tukiondoka pawe pasafi. Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mifugo Aisha Zahran Muhammad na daktari mkuu wa mifugo Zanzibar Ali Zahran wamesema kuwa kuchinja wanyama katika maeneo kama hayo yasiyo rasmi kunaweza kuleta athari kubwa katika jamii. Na wanyama wote wanatakiwa wakachinjwe huko, mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Wanatakiwa kachinjwe chinjio la kisakasaka wanaotoka mkoa Mjini Magharibi. Athari za kuchinja mnyama holela, kwanza inaweza ikasababisha magonjwa. Kuna magonjwa yanayotoka kwa mnyama kuingia kwa binadamu. Kama nyama haijakaguliwa, kuna magonjwa kwa mfano TB. Katika sheria zetu kwamba mbuzi wote ambao watakaochinjwa au wanyama wote ambao wapo kwa lengo la kuliwa na mwanadamu lazima wachinjwe chini ya uangalizi wa daktari, na baada ya kuchinjwa pia uangaliwe na daktari ili kuweza kuthibitisha kwamba nyama hiyo ni salama kwa ajili ya afya ya wanadamu. Lakini kilinachotokezea katika soko hili kwamba hawa mbuzi wanachinjwa pasi na uangalizi wa daktari, hiyo inaleta hatari kubwa kwa afya ya mwanadamu, kwa sababu tukizingatia wanyama wanabeba magonjwa mengi na mbalimbali ambayo yanaweza kumwathiri mwanadamu. Kwa hiyo kutokana na sheria zetu za mifugo ambazo zinasimamiwa na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, kwa hiyo tunapinga kikali wa uchinjaji wa wanyama haramu. Sasa lakini pia tumeweka taratibu mbalimbali ambazo tunataka zifuatwe na wananchi, kwa sababu kwa vile jukumu la uchinjaji sasa hivi linasimamiwa na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo chini ya Idara ya Maendeleo ya Mifugo, kwamba wanyama wote ambao watakaoingia nchini basi wakate vibali ili waruhusiwe kuingia nchini, lakini watakapoingia nchini basi wachinjwe katika mazingira ambayo kuna usimamizi wa madaktari. Naye mkurugenzi wa manispaa wilaya ya Magharibi B Sabra Isa Machano amewaomba wananchi kufuata taratibu wanazopatiwa ili kujiepusha na maradhi hatarishi. Tuko pembezoni ya soko la Mwanakwerekwe kuangalia ripoti tuliyoipata juu ya chinjio ambalo haliko kihalali. Linaleta athari za kiafya na soko lenyewe kama tunavyoona, na kuna sehemu pia za vyakula ambazo imebidi tuchukue hatua za haraka na za madhubuti. Kwani hii sehemu kama manispaa sio mara ya kwanza washakuja, washapewa onyo, washapewa maandishi, washaambiwa waondoke, washafahamishwa, yale yote yamefahamishwa. Kwa hiyo leo kwa mashirikiano na mkuu wa wilaya wa Magharibi B nimekuja na vikosi na tumeziondoa hizi sehemu, na vile vile ofisi Wizara ya Kilimo na wao kwenye mifugo wamekuja kuchukua mifugo hii na kuihamisha hii. Kwa hiyo kazi yetu na jukumu letu, na tunaomba wananchi watusaidie kwenye hili, kwamba light ungeona haya mazingira ambayo hili chinjio ambalo liko kinyume na sheria, basi usingekula nyama yake. Kwa hiyo najua tunaweza tukaonekana kama vile tunaonea, au pengine unaweza ukaona tumefanya jambo ambalo zito, tumevunjia watu, lakini tunaangalia athari pana kwa wananchi walio wengi ambayo inatokana na hali kama hii ya uvunjifu wa sheria na kufanya kazi kama hizi kinyume na utaratibu. Kwa hiyo sisi kama manispaa tuna kazi ya kuhakikisha hii hali haijirudii. Lakini tutaomba wananchi, ofisi zetu zipo. Tunaomba ukiona jambo lolote bado linaendelea huku pembezoni wa soko la Kwerekwe, naomba watupe taarifa. Sisi tutakuwa tunafuatilia kikawaida kuhakikisha hilo liendelee, na vile vile tunaomba wananchi, kwa sababu na hawa wafanya biashara waliokuweko hapa walishapewa
nafasi, walishaagizwa waingie ndani, lakini wamekataa. Bado wanasisitiza kufanya kazi kama mnavyoona katika hali kama hii ya uchafu kwenye hili bwawa. Kwa hiyo kwa hilo tumo katika kutekeleza majukumu yetu na kuhakikisha kuna usalama na usafi na katika eneo letu hili la Magharibi. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.